asifiwe sana. Tunawapenda, tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi leo. Tumerudi tena kuja kusema na ninyi. Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Mungu sana. My heart is filled with thanksgiving. Anapendeza You've done so much in my life. Bwana asifiwe sana. Amen. Tutaimba kidogo. Oh, meni mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni nanyi kweli mtafunguliwa. Ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni nanyi kweli mtafunguliwa. Zaidi, zaidi, mimi ni mfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Kijito cha utakaso, nizame kuoshwa umo, na msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa siku ya leo, na asante kwa ajili ya ndugu zetu ambao wamekuja kutusikiliza. Tunakupenda mtakatifu. Tunaweka mikononi mwako kila neno tutakalolisema kwa jina la Yesu Kristo. Sema nasi Baba, sema na watu wako, sema na kila mmoja, hata yule dada anayeangalia na yule kaka, kwa jina la Yesu Kristo. Sema na mioyo yao kwa utukufu wako. Tunakupenda Mungu wetu. Tunasema asante. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kukushukuru. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu sana kwa siku ya leo ambayo Bwana ametupa kuja kusema na ninyi. Tutazungumza kwa kifupi kidogo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya Nunu na kule ambako Bwana ametutoa. Leo tunaendelea kumtukuza Mungu pamoja na yote ambayo tunayapitia kama watumishi, lakini tunamshukuru Mungu sana kwa uzima ambao ametupa. Bwana asifiwe sana. Tunataka kuzungumza kidogo kuhusu roho ya division, mgawanyiko, matengano, roho ya matengano na the spirit of division and offenses. Roho ya matengano na makwazo. Ni kitu ambacho kinasambaa sehemu nyingi. Nataka ujue tu kitu kimoja kwa haraka, kwamba kabla matengano hayajatokea, mara nyingi kwanza yanaanza makwazo. Makwazo yana level tofauti. Kuna makwazo mengine inabidi yafanyike mengi, yakishafikia mahali yakakolea, mgawanyiko au mpasuko unatokea. Wakati mwingine kunatokea tu na kwazo hilo moja ni zito sana na linasababisha mpasuko immediately. Hebu tusome maneno machache hapa. Mistari ambayo tunapenda kuisimamia ni kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 22 mpaka 28, kitabu cha Marko sura ya 3 mstari wa 23 mpaka 26, na Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka wa 11, and then Warumi sura ya 16 mstari wa 17 mpaka wa 18, na huo ndio tutakaoanza kuusoma. Hii mingine mistari ambayo tumekutajia inawezekana tusiisome, lakini huu wa Romans sura 16 mstari wa 17 na 18, huo tutausoma sasa hivi. Mama atakwenda kusoma, alafu baada ya kusoma
tutakupatia maana tu chache, alafu tutakushirikisha ambayo tunapenda kukushirikisha leo. Karibu baba. Warumi sura ya 16 mstari wa 17 na 14. Sikiliza maneno ya Mungu yanasema hivi. Nasoma katika jina la Yesu. Haleluya. Ndugu zangu na wasihi. Ndugu zangu na wasihi. Paulo anazungumza. Waangalieni wale wafanyao fitina. Waangalie wale, wachunguze, watafuta wale wanaofanya fitina. Na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho. Na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho tuliofundishwa. Mkajiepushe nao. Tujiepushe nao. Actually kinyume cha mafundisho mliojifunza. Sasa Kiingereza inasema katika namna fulani ambayo ninapenda pia kuisikia inavyosema katika Kiingereza. Inasema hivi. Now I beseech you, my brethren, mark them. You got to mark them. Mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. Hilo neno la muhimu sana. Avoid them. I beseech you, brethren, mark them that cause divisions and offenses contrary to the doctrine that you have learned. Avoid them. Anasema nawasihi muangalie, muwatafuta wale wanaosababisha makwazo na mgawanyiko kinyume na mafundisho tuliofundishwa. Waepuke. Yani hapa sio kwamba ujaribu kutafuta namna ya kusuluhisha na nini. Kuna wengine sio kusuluhisha, lazima uwakimbie. Sasa maana chache kwa sababu ya muda, maana ya muhimu za msingi nataka tuangalie ni maana ya neno division, maana ya neno offense. Hebu tuangalie maana hizi. Division, it is a disagreement between two or more groups, typically producing tension or hostility. Again, is a disagreement between two or more groups. Na sio tu disagreement ambayo inaleta mgawanyiko. Sasa maana nyingine ni hapa. It's a dissection. Mgawanyiko, mpasuko. It is a dissection. Asema, it's a dissection. Dissection is the dismembering. My God. It's a dissection. Dissection is a dismembering of the body of anything. That's the meaning I want to say there. Sasa shetani alijua kwamba akiweza kujua namna ya kuwa anatugawanya, then atatupasua kiasi ambacho hatuwezi kushirikiana, kuanzia kwenye ndoa, kwenye ukoo, kwenye familia, kwenye nchi, hata kwenye kanisa, nyumbani mwa Bwana. Nikupatie maana ya offense. Maana ya offense. Offense is a breach of a law or rule. Maana nyingine, it is an annoyance or resentment brought about by a perceived insult to or disregard for oneself. Maana ya tatu, it is a breach of law. It is an annoyance, an anger, resentment, irritation. Haya maneno ndio muhimu sana ya kuweza kuyakumbuka. Irritation. Offense ni kitu ambacho unakifanya kinamuirritate mwenzako. Kitu ambacho unasema au katabia fulani unakafanya au ka attitude unafanya kanamchafua mwenzako. Ukimchafua mwenzako vya kutosha, baadaye
mgawanyiko unatokea. Sasa nitamwacha mama atasema yale ambayo anayasikia moyoni mwake, lakini kabla hajayasema tutakwenda kuangalia hivi ni vitu gani vinasababisha makwazo, kwa sababu nao tunaona sasa kwamba makwazo yanapokuwa mengi yanaleta mpasuko. Mpasuko huwa utokee mpaka makwazo yamekolea. Na kama tulivyosema, makwazo mengine yanatokea kwanza, kwazo moja tu linakuwa zito, linaleta mgawanyiko kwenye ndoa, kwenye kanisa, kwenye ukoo, kwenye familia, kwenye nchi. Sasa hebu nimwache mama aseme kidogo, halafu tutaweza kuangalia ni vitu gani hivyo. Hapa tumesema kwamba root causes of division offenses, vitu vinavyosababisha kugawanyika, kupasuka, vinavyosababisha vitu vinavyosababisha makwazo. Sasa nimwache mama aweze kusema, anaweza pia akaanza na vitu gani vinasababisha makwazo, lakini nimwache mama azungumze. Karibu mama. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Nimefurahi kupata nafasi hii ya kuweza kushiriki pamoja na nyinyi katika mafundisho haya. Amen. Amen. Somo hili ni la muhimu kwa watu wa Mungu, kwa sababu tunaona hata katika kuna falme mbili duniani, kuna ufalme wa Mungu na ufalme wa shetani. Ndio. Shetani ndio alileta division. Kabisa. Kwa hiyo tunajifunza kwamba chanzo cha magombano au chanzo cha kuachana ndio ni shetani mwenyewe. Biblia inasema kwamba ukija kwenye ndoa, Mungu hapendi watu wakiachana. Kabisa. Kwa hiyo tunagundua cha kwanza kwamba mwanzilishi wa magomvi, machafuko ni shetani. Kabisa Lakini sisi tunakuwa tunatumika, wanadamu tunatumika, kwa sababu shetani hawezi kuja yeye mwenyewe akaanza kufanya vituko. Kweli kabisa. Lazima amuingie mtu au amuinfluence mtu ili aweze kufanya vitu vya namna hiyo. Kweli kabisa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo huwa vinasababisha matengano, kama hivyo pasta alivyosema, makwazo, maneno, ndio, actions. Ndio. Kwa hiyo ningependa pasta aendelee, lakini kimoja ambacho naonaga kinaleta shida katika Wakristo, katika nyumba zetu, katika makanisa, katika familia, ni kiroho ya kiburi. Ndio. Roho ya kiburi. Ndio. Kuna watu wengine by nature wanajionaga kuwa wako better kuliko wengine. Na ukumbuke kwamba sasa ameanza kutaja vitu ambavyo vinaletaga makwazo. Kiburi kinakwaza sana. Endelea mama. Biblia inasema viko vitu 6 na 7 vichukiavyo Mungu. Cha kwanza ni macho yenye kiburi. Na ukiangalia maana kabisa ile neno ni kwamba ni yule mtu ambaye anaona wengine hawana thamani kama yeye. Ndio. Macho yenye kiburi. Ndio. Macho yenye kiburi anawaangalia wenzie akiwaona wengine wako low, yeye yuko high. Kabisa. Kwa hiyo na vitu hivyo vinamchukiza sana Mungu, kwa sababu hautaweza ku have the mentality of God when you're like that. Because Biblia inaongea kuhusu unyenyekevu. Ndio. Roho Mtakatifu mwenyewe ni mnyenyekevu. Come on. Akiingia ndani yako na kufanya unakuwa mnyenyekevu. Hallelujah. Kwa hiyo roho ya kiburi inapokuwa inafanya kazi, na pia tuelewe kiburi manake nini? Mtu anayeongea taratibu au anayetembea polepole, maana mtu sasa yani yule mtu yani mnyenyekevu, sio kweli. Kuongea polepole sio unyenyekevu. Kuongea polepole wala kutembea taratibu sio unyenyekevu. Au kuwa mtu ambaye huongei mpole. Hata upole sio unyenyekevu. Upole huwa sio unyenyekevu. Endelea. Kwa hiyo kiburi Mungu anakichukia sana. Kwa sababu kiburi kina tabia mbalimbali. Kweli kabisa. Tuna watu wana viburi kwenye familia. Jesus. Wanakuwa wanasumbua familia. My God. Anaweza akawaambia wengine una kiburi, yule ana kiburi, lakini kumbe yeye kiburi chake sasa ndio kinabomoa watu. Kwa hiyo Mungu atusaidie Mungu atusaidie kuvifanyia kazi viburi vyetu. Kwa sababu hakuna mtu ambaye hana kiburi duniani. Kweli kabisa. Hakuna. Hapo ni kweli kabisa. Mabishop, mapasta, maprophets, sote. Manabii, yani wote, hakuna asiyekuwa na kiburi. Kwa sababu viburi vina level. Kuna kiburi cha usomi. Na wale wanaotumika na Mungu sana na wenyewe wana viburi. Jesus. Kwamba mimi namjua Mungu kuliko wewe, naisikia sauti ya Mungu kuliko wewe. Kwa hiyo kuna viburi katika level tofauti. Education za kuletea kiburi, uzuri,
Handsome, beautiful, unaweza kuletea kiburi. Maumbile mazuri kupita wengine unaweza kuletea kiburi. Ufahamu mkubwa kuliko wengine unaweza kuletea kiburi. Una akili nyingi kuliko wadogo zako unaweza kuletea kiburi. Kweli. Una position nzuri kazini unaweza kuletea kiburi. Hela. Kwa hiyo una hela. Hela na zenyewe zinaleta kiburi. Ukinyang'anywa kiburi kinashuka chini. Kwa hiyo Mungu atusaidie kwamba kuweza kubalance hivi vitu. Kwa sababu unaweza kuwa by nature hauna kiburi cha mambo mengine. Ndio. Lakini napokuja kwenye pesa una kiburi. Kweli kabisa. Unaweza kuwa hauna kiburi kwenye pesa. Kweli kabisa. Lakini kwa sababu una jina ninakupa kiburi. Kweli kabisa. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuweze kumtumikia Mungu na kushughulikia viburi vyetu. Mungu atusaidie sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Mimi niseme kwamba Donis mimi ni Donis Nkone, lakini mshukuru Mungu kwamba amenipa mke anaitwa Nunu. Amen, pastor. Na niseme tu kwamba Mungu ni mwema sana ambaye ametufikisha hapa. Hallelujah. Nina mke mzuri, lakini pia ukumbuke kwamba Bwana asipokusaidia unaweza mama ametaja vitu mbalimbali vinavyoweza kukuletea kiburi. Unaweza kuwa na mke mzuri ukawa na kiburi. Lakini mimi jamani najitahidi nisiwe na kiburi. Lakini kama ni mtoto aseme kweli kabisa Mungu amekuwa mwema sana. Mshukuru Mungu sana. Sasa niseme hivi. Viko vitu kadhaa ambavyo tumeviona vinaleta mama ameanza na kiburi. Ni kweli. Cha kwanza kabisa ambacho ndio cha kwanza tangu Biblia inaanza kuzungumza kilicholeta shida, kinacholeta cha makwazo, cha kwanza ni ubinafsi. Selfishness. Ilianzia kwa Adamu na kwa Eva. Dhambi aliyoifanya kwa kula lile tunda has everything to do with selfishness. Eti tu kwa sababu aliambiwa anaweza akafanana na Mungu au akajua vitu fulani. Selfishness, anataka kuwa mahali fulani pa juu. Selfishness, ubinafsi. Ule ukasababisha alete kitu ambacho ni kibaya sana. Ubinafsi mpaka leo ukikaa na mtu mbinafsi au ukiwa ni mke una mume mbinafsi, anaponunua vitu anajiangalia yeye kwanza. Yaani kwa kawaida sisi waume tunavyopaswa kuwa wa kwanza kununuliwa kitu kizuri anakuwaga ni mama. Unanisikia? Wewe baba unanisikia? Amen. Unanisikia baba? Amen. Wa kwanza kununuliwa kitu kizuri huwa ni mama. Amen. Wewe unafuatia baadaye. Tunajifunza ni muhimu kuweka mke mbele. Sasa shida inakuja hapa. Unaweza kuwa ni mume ambaye ungependa kumfanya mke wako awe mbele. Shida inakuja mke wako naye jeuri. Mke wako naye ana kiburi. Inakuuma moyo, unajua ukikwazwa sana unaweza ukashindwa kufanya mema. Ingawa Biblia inatufundisha kutenda mema hata kama kuna mazingira gani. Lakini kwa sababu tumevaa mwili, hatuwezi kusema uongo. Ukiwa umevaa mwili hujakuwa kiroho vizuri, ni vigumu sana ukapigwa kofi shavu moja ukageuza la pili. Kwa hiyo sasa shida inakuwa kwamba wewe baba lazima ujue kumweka mke mbele, apendeze. Alafu wewe unakuwa pale nyuma ukiangalia anang'aa. Wao wanasema anangweka. Umenipata hapo? Akiwa anangweka, wewe mwenyewe baba unasikia raha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ninataka kusema hivi. Cha kwanza tumekiona ni ubinafsi. Sasa hatuwezi kwenda mbali sana kwa sababu hatuna muda mwingi wa kuzungumzia, lakini nitamuomba mama azungumzie cha pili. Na cha pili ni wivu. Wivu. Nataka mama azungumzie wivu kidogo. Tumeandika hapa, tumeandika wivu, tumeandika envy and jealousness. Tunasoma katika kitabu cha James sura ya 3 mstari wa 14 na 15. But if you are bitterly jealous and there is
ambition in your heart. Don't cover up the truth with boasting and lying. This is a statement, it's not the scripture. So mstari sivyo unavyosema exactly, right. Lakini ni point ambayo ni ya muhimu kuijua. Wivu unaleta makwazo. Jealousness sita tunaitafsiri jamani, lakini kwa tuzungumzie tu wivu kwa Kiswahili. Unaleta makwazo. Ngoja mama azungumze namna ambavyo ukikana mtu mwenye wivu anaweza kukukwaza kweli. Karibu mama. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua kitu kimoja watu wa Mungu tunatakiwa kukumbuka ni kwamba kila nchi au kila bara lina mapepo yake. Lina territorial spirits. My God. Kuna roho ambazo zinafanya kazi Iringa, hazifanyi kazi sana Tanzania. Kuna roho ambazo zinafanya kazi Tanzania, hazifanyi sana kazi Marekani. Mungu. Kuna roho zingine zinafanya sana kazi hizi western countries, ambazo hizo roho hazifanyi kazi Afrika. Ndio maana unaona Afrika kuna dhambi zingine za Kimarekani au za huku Ulaya. Nyumbani wakisikia Tanzania, Kenya, Uganda, huko Afrika wanasema hivi ni vitu gani? Come on. Kwa hiyo kitu kimoja ambacho tunatakiwa kujifunza ni kwamba pale tunapozaliwa kuna roho tunatoka nazo. Jesus. Uwe unapenda huwa upendi. Mungu wewe. Kwa sababu mtoto anazaliwa akiwa empty. Mungu wewe. Lakini mtoto ana learn kutokana na wazazi wake. Kweli kabisa. Vitu vingi tunafanya leo kwa sababu tuliona wazazi wanafanya. Kweli kabisa. Magonjwa mengi tunayapata leo ambayo wazazi wetu wanayo. Sio lazima turithi. Ni kweli. Lakini kama nyumbani kwetu walikuwa wanaumwa kisukari, natoa mfano. Ndio. Chakula kikuu kilikuwa ugali na wali. Ndio. Na mimi leo nimeolewa na Pastor Don, naendelea kula ugali na wali. Eventually nitakufa kifo ambacho babangu alifariki nacho. Mungu atusaidie. Kwa nini? Kwa sababu narithi kula chakula the same food. Mungu atusaidie. Tulichokuwa tunakula nyumbani. Kweli kabisa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hiyo kuna vitu vinafuata damu, lakini not necessarily vinafuata damu kwa sababu tunarithi hata vyakula. Ndio. Kwa hiyo unapokuwa unataka kuvunja baadhi ya magonjwa, natoka little bit nje ya topic. Ndiyo. Baadhi ya magonjwa yanayokuwa yanafuata damu yako. Ndiyo. Badilisha hata vyakula ambavyo mlikuwa mnakula kwenu. Amen, amen. Amen. Okay, tuende kwenye jealousy. Kwa hiyo the spirit of jealousy, let me tell you the way it operates. Ndiyo. Kuna nchi ambazo spirit of jealousy inafanya sana kazi. Ndiyo. Na unapokuja huku nchi za nje ambako sisi tuko, utakuta watu wa huku, let's say waliozaliwa huku au let's say wazungu, hawasumbui sana na spirit of jealousy. Ni kweli kabisa. Kwa sababu spirit of jealousy ndani yake ina umaskini. Ni kweli kabisa. Nchi yoyote ambayo watu ni maskini, jealousy, wivu unazaliwa ndani yake. Mungu atusaidie. Kwa nini? Kwa sababu mbona wewe umepata mimi sina, nimeshindwa kupata. Ndio. Kwa hiyo kila roho inafanya kazi kwenye territory fulani, kwenye eneo fulani. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunapokuja kwenye roho ya wivu inaleta magombano na mashindano, kwa sababu roho ya wivu huwa inaleta kuchonganisha. Mungu atusaidie sana. Yaani roho ya wivu haiwezi kuoperate bila kuwafanya kuleta roho ya magomvi. Mungu atusaidie sana. Roho ya mafarakano. Kweli kabisa. Kwa sababu kama nina wivu inabidi nimvute mwingine ili nimweze kuimuinfluence. Kabisa. Ili tumchukie huyu. Kabisa. Kwa hiyo inaleta division ndani ya familia. Inaleta mtengano kabisa. Inaleta mtengano ndani ya jamii, inaleta mtengano kanisani pia. Kabisa. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuweze kuijua hiyo roho na kuikemea. Tena kwa kuongezea, ngoja niseme hivi. Hebu niongee kwa kupitia kamera hii hapa. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Wivu huwa unaletaga matengano hata kwenye familia. Mwanamke anaolewa kwenye familia yako. Labda dada yako anaolewa kwenye familia fulani, au kaka yako anaoa binti fulani. Wewe kaka yako anampenda sana mke wake, anamhudumia sana. Mawifi sasa. Kweli kabisa. Mawifi sasa. Wivu. Na wivu kama mama alivyosema, pia wivu unaletaga chuki. Ni pepo inaotembea pamoja. Wivu, chuki, matengano. Wivu unaleta chuki. Kwa hiyo wivu ukianza, chuki inafuatia, and then namalizia na tengana. Hamuelewani? Na roho ya wivu
ina suspicious inside ndani yake. Yani hisia vitu ambavyo hata vipo. Wewe unakuwa unahisi tu. Labda kanisema, labda kanisengenya, labda kafanya hivi. Yani unaishi huna raha kwa sababu wewe mwenyewe una roho ambayo mwenyewe hujijui. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu watu wanaishi, Biblia inasema hivi, kuna andiko linasema, nalikumbuka kwa Kiswahili. Inasema kwamba usimwende kinyume anayekaa na wewe, anajua yuko salama na wewe. Yani watu wanakaa na wewe wanajua wako salama, kumbe wewe uko unawapikia kitu. My goodness. Mungu anakuambia ole wako. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuweze kushughulikia spirit ya nani? Ya wivu. Kwa sababu ndio inabomoa familia. Kabisa. Ndio inabomoa familia. Yani familia zetu sisi za Kiafrika, hilo lipepo limekwenda likaweka madhabahu ndani ya familia zetu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Kabisa. Amen. Tumalizie, tutaendelea tena. Ni somo refu, naomba urudi kuangalia mafundisho tena haya. Tunazungumzia makwazo na matengano. Na tunataka tujazungumze kwa undani sana. Hatujamaliza swala la wivu. Wivu sio tu kwamba unakuwa kwenye mke ameolewa alafu mawifi. Kunaweza kuwa hata kuna wivu kwamba kaka yako ameoa msichana mzuri anamhudumia, alafu huyu mwingine ambaye ameolewa na kaka mwingine kama hahudumiwi vizuri. Sasa huyo mwingine anaanza kuwa na wivu na yule mwingine. Kweli. Haya, mnakuwa kanisani, ndoa fulani wanaonekana kwamba labda wanavaa vizuri au wanakaribishwa sana labda madhabahuni au wanapendana au wao sijui wanakuwa wanafanywa kitu fulani zaidi kuliko wewe, and then wivu unaanza taratibu. Wivu unakuja unazaa chuki. Alafu baadaye ni matengano. Mungu awabariki sana. Tunapenda kuendelea tutazungumzia haya, lakini malizia kusema kwamba kama unasumbuliwa na ubinafsi ndani ya ndoa yako, katika jina la Yesu Kristo Mungu akufungue. Ndio Bwana. Kama unasumbuliwa na ubinafsi ambao unafika mahali hata ujali utu wa mwenzako, kwa jina la Yesu Kristo ufunguliwe. Katika jina la Yesu. Sio tabia nzuri kuwa mbinafsi mpaka unajisahau. Ndio. Ni kweli kwamba tunapaswa kujifunza, tunapaswa kujipenda, lakini usijipende mpaka unakuwa mbinafsi. Kuna watu wengine ubinafsi umekana uchoyo. Ni kweli. Mchoyo kweli. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Tunakwenda kuomba kwa kifupi. Napenda tusikilize kwa makini. Tunapenda kuomba kwa kifupi. Sasa nisikilize neno la mwisho nataka kusema na wewe. Unapotafuta amani na kuilinda amani popote pale, ndani ya ndoa, ndani ya kanisa, kuna vitu lazima utafute kuviua. Na vingine ikishakuwa ni tabia, inakuwa ni process. Hakiwezi kufa overnight. Hakiwezi kufa kwa usiku mmoja. Unabidi ukifanyia kazi, lakini lazima ukiue. Ukikataa kukiua na kuahidi matengano lazima yatokee. Lazima yatokee. Kwa hiyo lazima ulifanyie kazi, uache ubinafsi. Biblia inasema hivi, kwa pendo la undugu pendaneni ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Hata ndani ya ndoa unamtanguliza mwenzako. Baba mtangulize mama, mama mtangulize baba. Lakini kwa kawaida mara nyingi sisi akina baba tunawatanguliza akina mama kwenye vitu ambavyo wanapendeza kutangulizwa. Kuna vitu vingine mama atangulizi, baba unatangulia. Kitokea ndani ya nyumba kuna kitu cha hatari kimetokea, baba unakwenda kuangalia, sio unamtuma mama ndio akaangalia usalama wa nyumba. Hivyo usiwe muoga kiasi ambacho kwa hiyo napenda niseme kwamba lazima amani ilindwe, na amani inalindwa kwa sisi kuwa vitu ambavyo vinaharibu amani. Mungu akubariki sana. Naomba utusaidie kitu kimoja tunapomaliza sasa. Unaona namba kwenye screen yako. Tupigie simu. Si ndio? Tupigie simu, zungumza na sisi, tutumie ujumbe. Kuna email utaiona hapo pia kwenye simu, kwenye screen yako. Tutumie ujumbe. Tuko kwenye Facebook. Ukienda Facebook, Pastor Donis Nkone, Pastor Donis Nkone, Pastor Donis and Nunu Nkone,
Pastor Donis and Nunu Mkono, utatuona kwenye Facebook. Tutumie ujumbe, tupigie simu, utaiona namba ya simu hapo. Sema nasi, tuambie vinavyokusumbua, ni nini kinakusumbua, nini kinasumbua ndoa yako, labda kanisa lako, labda familia yako, nini kinakusumbua, tupigie simu. Tunaomba pia uchukue hii video uwatumie ndugu zako. Watumie rafiki zako, mtumie mtu ambaye labda umeona kwenye ndoa yake kuna shida. Mama labda ni mbinafsi sana, hamjali mume, au mume ni mbinafsi sana, hamjali mtu. Mtumie ujumbe huu apate kusikiliza, upate kuona. Mungu akubariki sana. Asanteni sana kwa yote, na tunawapenda sana. Tunakwenda kuwaombea, tunakwenda kutumia kamera hii hapa, tunakwenda kukuombea Mungu apate kuwasaidia kwenye ndoa yako, kwenye kanisa lako. Kumbuka katika jina la Yesu, kumbuka makwazo ndani ya kanisa yanavunja kanisa. Makwazo binafsi, unapokuwa na washirika wa binafsi, unapokuwa na watu binafsi wasiopenda kufanya kazi ya Mungu ndani ya kanisa, kunaleta shida ndani ya kanisa. Ni roho ambayo sisi wachungaji hatuitaki makanisani. Kwa jina la Yesu Kristo tunaivunja roho ya ubinafsi, tunavunja roho ya wivu. Wivu unasumbua makanisani, tunashindwa kufanya kazi ya Mungu inavyopaswa katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu mwema, Mungu mtakatifu, tunakwenda kinyume na roho ya ubinafsi, selfishness spirit, selfishness habit in the name of Jesus, selfishness attitudes, selfishness actions. Katika jina la Yesu Kristo tunavunja roho hiyo, roho ya wivu, envy and jealousness, that spirit of envy and jealousness in the name of Jesus. Attitudes of jealousness and envy, actions of jealousness and envy, attitudes of jealousness and envy in the name of Jesus. We break that spirit katika jina la Yesu Kristo. We speak deliverance and healing. Father, we thank you and I give you the glory, praise and honor katika jina la Yesu Kristo. Mfanye yule mama mwenye uchungu, mfanye yule mama, yule baba, yule mchungaji mwenye uchungu katika jina la Yesu Kristo. Kanisa lake limevunjwa kwa sababu ya wivu wa mchungaji mwingine. Mchungaji mwingine amekuwa na wivu mpaka amesababisha kanisa limevunjika. Wewe mchungaji unayesababisha kanisa limevunjika, katika jina la Yesu tunakukemea kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Wewe dada uliyevunja ndoa ya watu, wewe dada uliyevunja ndoa, wewe mama uliyevunja ndoa, wewe baba uliyevunja ndoa, kwa jina la Yesu tunakukemea kwa jina la Yesu Kristo. Funguliwa na utubu kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, na roho za kuharibu kazi ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Roho Mtakatifu, saidia watu wako, saidia vipaji vyao, saidia wito wao, katika kwa jina la Yesu, waweze kusimama katika jina la Yesu. Asante Mtakatifu, tunakupenda Baba, tunasema asante. Ibarikiwe jina lako. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kukushukuru. Amen. Mungu awabariki sana. Usiache kutuandikia, usiache kutupigia simu, usiache kututafuta, na usiache kuangalia mafundisho haya, na usiache kumtumia mtu mwingine haya mafundisho. Achukue kutoka YouTube, yaweke Facebook, mtumie mtu kwenye email, sambaza, kanisa la Bwana lipate kufunguliwa. Mungu awabariki sana. Mimi na Nunu tunawapenda, na tutaonana tena kipindi kijacho. Itakuwa ni part 2 ya matengano na offenses, makwazo, matengano na makwazo. Mungu akubariki sana, asanteni sana. Tutaonana tena kipindi kijacho. Bye bye.